Tukisonga mbele, familia aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya shirika la utangazaji humo nchini KBC David Were inadai haki ya mwanao aliyeuawa na watu wasiojulikana mjini Kisumu jana jioni. Kulingana na familia hiyo, Hannington Were mwenye umri wa miaka 39 alishambuliwa akiwa pamoja na rafiki yake usiku wa kuamkia leo mtaani Tom Mboya walipotoka kwenda kununua chakula. Hii ni mara ya pili kwa familia hiyo ya aliyekuwa mbunge wa eneo la Matungu kukumbwa na msiba katika muda wa miezi 4 baada ya mwanao mwingine kushambuliwa na kuuawa mjini Nairobi mapema mwaka huu. Kwenye makafani ya Kwe, kaunti ya Kisumu, hisia zilitanda huku familia ya aliyekuwa mbunge wa Matungu David Were ikijaribu kutafakari mauaji ya kutisha ya mwanao Hannington Were. Imeripotiwa kuwa Hannington alitoka nje ya nyumba yao jana usiku mtaani Tom Mboya mjini Kisumu akiwa ameandamana na rafiki yake kwenda kununua chakula katika kibanda kilicho karibu waliposhambuliwa na watu wasiojulikana waliokuwa kwenye pikipiki. I'm not so sure when he left because I was sleeping by then. Yeah, I was not feeling well, so I went to bed early. Then he had some friends, so I think he left with their friends. Yeah. Next thing I remember being woken up that my husband dead. Nimepokea simu kama saa 9:30 ya asubuhi kutoka kwa my daughter-in-law akinieleza kuwa mume wake ambaye ni kijana wangu amefariki. Inadaiwa alipigwa na kifaa butu na kuanguka chini kabla ya washambuliaji hao kumdunga kisu mara kadhaa na kisha kutoroka na simu yake. Rafiki yake alifanikiwa kutoroka. Hannington ambaye ni kijana wangu huyo au kwa mtu hata wa kutembea usiku. Hata nashindwa alitokaje wakati kama huu. Baadaye alipelekwa katika hospitali ya mafunzo na matibabu maalum ya Jaramogi Oginga Odinga, lakini alitangazwa kuwa amefariki. Alikuwa na stab wounds, kisu amechomwa huku nyuma mara 2. Nikana zilikuwa deep wounds na alitoka damu sana. So daktari alikuwa ananiambia kuwa hiyo ndio iliyomuua. Hili ni tukio la pili la mauaji ambalo limeikumba familia ya aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya shirika la utangazaji nchini KBC baada ya mwanao mwingine kushambuliwa na kuuawa jijini Nairobi mapema mwaka huu. Tena alipigwa kwa njia hiyo, alipigwa na tenant wake kule Nairobi na akafariki. Tulizika 20th January. Why are they killing my children? What have we done? Can't we be told tulipe hiyo tulifanya? Mtoto yangu, watoto wangu waachiliwe na amani. Familia hiyo sasa inahimiza uchunguzi wa haraka ufanywe kuhusu tukio hilo ili wahusika wakamatwe. Ni matumaini yetu kuwa wata speed up investigations ya hii na ile ingine ambayo pia bado iko pending, ile ingine bado inatusumbua nini litendeka. Polisi bado hawajatoa taarifa yoyote kuhusu tukio hilo wakati ripoti hii ilipoandaliwa. Nikiripotia runinga ya Channel 1 kutoka kaunti ya Kisumu, mimi ni Wycliffe Okech.